Moyo una ugonjwa wa kufisha. Ugonjwa wa kufisha maana yake ugonjwa wa kuua. Ndio maana unaweza kuwa unakaa na mke wako ama unakaa na mume wako, kumbe ndani ya moyo wake anakuwazia mabaya. Ndio maana unashangaa siku hizi wanandoa wengi wanauana. Kwa sababu hakuna anayejua moyo wa mwenzie, ni Mungu pekee anaujua moyo wa mtu. Yaani mtu anaishi naye, anakula naye, analala naye, halafu baadaye anakuja kumuua. Unashangaa ni miaka yote walioishi hivyo. Ina maana alikuwa haoni dalili zozote kwamba mwenzie anataka kumuua. Sijui. Moyo anayeujua ni Mungu. Sisi wanadamu hatuwezi kuujua moyo wa mtu. Unakuwa unacheka naye tu mtu, lakini hujui moyoni mwake anakuwazia nini. Na wewe mwenyewe pia huwezi kujua moyo wako. Kwa sababu moyo una kigeugeu. Leo unaweza ukawa hivi, kesho ukawa hivi, unabadilika. Huu moyo kama hautomkabidhi Yesu Kristo, hata wewe utakusumbua. Na ndio maana kuna wengine hawana furaha na maisha kwa sababu mioyoni mwao wamejawa na uchungu. Leo nataka nikuoneshe utajuaje kwamba huu moyo wangu umeambatana na Mungu. Kwanza kabisa, mtu akikuonya na ukajua kabisa umekosea, utakuta machozi yanakutoka. Unajutia lile kosa ambalo umelifanya. 2, unakuwa ni mtu ambaye unafikia toba. Unaangalia wapi nilikosea? Hapa kweli nilimkosea Mungu. Unarudi, unatubu. Namba 3, unakuwa mwepesi wa kubadili tabia yako. Unaangalia, unaona hii tabia haifai mbele za Mungu, unaachana nayo. Unabadilika, unakuwa vile Mungu anataka uwe. Utajuaje kwamba moyo wako umejitenga na Mungu? Kwanza, unakuwa mtu wa hasira. Ukionywa tu kidogo unalipuka hivi kama gesi. Kwani nini? Wewe makosa yako. 2, unakuwa ni mtu wa uchungu ndani yako. Yaani watu hao wanakuwa na uchungu jamani. Akianza kuelezea kitu anaongea kwa maumivu ya moyo mpaka unashanganiwa amebeba uchungu ndani. 3, hali ya chuki inaumbika. Hawa watu ambao moyo wao umetengana na Mungu ni watu wenye chuki ajabu. Anamchukia tu mtu bila sababu. Saa nyingine alikosewa kitu kidogo lakini anajenga chuki kubwa mpaka unashangaa. Mbona jambo lenyewe lilikuwa ni dogo? Anakuwa ni mtu wa kujitenga. Yaani anapenda kujitenga na wenzie. Hataki yani mimi kukaa na watu nisipendi. Watu kidogo tu atanikwaza. Ni mtu anayependa kulipiza kisasi. Yaani anakuambia kabisa kuna mambo ya kumwachia Mungu lakini mambo mengine shughulika nayo mwenyewe, pambana nayo mwenyewe. Ili siwezi kumwachia Mungu. Ni watu wa kisasi hatari. Jambo lilikuwa la kusamehewa lakini kisasi ambacho utawekewa ni wewe pamoja na ukoo wako. Kwa hiyo ndugu zangu, ili moyo wako uweze kumpendeza Mungu, ili moyo wako uweze kukupa amani na furaha, mkabidhi Bwana Yesu Kristo, au safishe kwa damu yake ya thamani, au fanye kwa upya kabisa. Huu moyo wako utajawa sifa, utajawa shukrani, hautakuwa na maumivu, utakuwa na upendo na kila mtu, utajawa msamaha na utayafurahia maisha yako siku zote.